Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaishi maisha yale lakini mmoja anafanikiwa, mwingine anaendelea kuteseka? Leo nitakwambia siri ambayo haifundishwi shuleni, haifundishwi kanisani wala msikitini. Siri ya jinsi ya kuumba maisha unayotaka kwa kutumia sheria ya mvuto. Kama uko tayari kubadilisha maisha yako kuanzia kwenye akili yako, hii video hii itakuwa ni kwa ajili yako wewe. Cha msingi, subscribe, share hii channel ya Tanzania Focus kwa lengo la kupata masomo mazuri kama haya. Sheria ya mvuto ni nini? Sheria ya mvuto inasema kitu kimoja rahisi sana. Unachofikiria mara kwa mara, unachoamini kwa ndani, unachokihisi kwa nguvu, ndicho kinachovutwa kwenye maisha yako. Maisha hayaanzi nje, yanaanzia ndani ya akili yako. Siri ya akili. Binadamu ana akili mbili: akili ya fahamu inayotoka akili ya chini ya fahamu inayotengeneza maisha. Tatizo ni hili: unasema nataka mafanikio, lakini ndani unaamini mafanikio si ya kwangu. Akili ya chini haifuati maneno, inafuata imani. Kosa kubwa la watu wengi wanajaribu kuomba maisha yabadilike, lakini hawabadilishi wao wenyewe. Unataka pesa, lakini unachukia pesa. Unataka mafanikio, lakini unaamini mafanikio ni ya wengine. Unataka furaha, lakini unaishi kwa malalamiko. Huwezi kuvuta kitu ambacho ndani yako hukiamini. Njia ya kuumba maisha unayotaka. Hatua ya kwanza: kuwa wazi na unachotaka. Sio kusema nataka hela. Sema nataka maisha ya heshima, uhuru wa kifedha, amani ya akili na furaha. Hatua ya pili: anza kuishi kifikra. Anza kuishi kifikra maisha hayo. Jione tayari umefika. Jisikie tayari umefanikiwa. Jione tayari unaishi ndoto yako. Hatua ya tatu: badilisha hisia zako. Hofu huvuta hasara, imani huvuta miujiza, shukrani huvuta baraka. Hatua ya nne: badilisha maneno yako. Usiseme maisha ni magumu, sema maisha yananifungukia kila siku. Maneno ni programu ya maisha yako. Hatua ya tano: chukua hatua, hata hatua kidogo. Sheria ya mvuto hufanya kazi kwa watu wanaotembea, sio wanaokaa. Ulimwengu haukupi kila unachokitaka, unakupa kile ulicho. Kama wewe ni hofu, utapata hofu. Kama wewe ni imani, utapata fursa. Kama wewe ni shukrani, utapata baraka. Badilika wewe kwanza, maisha yatafuata. Cha msingi, badilika wewe kwanza, maisha yatafuata kubadilika. Kama umeelewa ujumbe huu, anza leo kubadilisha mawazo, badilisha maneno, badilisha imani, badilisha hisia. Maisha yatabadilika yenyewe. Kama video hii imekugusa, like, share, subscribe na andika comment. Niko tayari kuumba maisha mapya. Maana ya safari ya mabadiliko inaanzia kwenye akili. Kwa hiyo ndugu yangu, akili yako ndiyo inayoumba mambo. Ukisema maisha ni magumu, basi utaamini kabisa kama hautaweza kufanikiwa. Ila siri kubwa sana ambayo wanayotumia watu wengi waliofanikiwa, wanaishi kana kwamba tayari wamefanikiwa, na ndio maana mafanikio yanawapata, kwa kuwa wanaishi kwa akili ya kufanikiwa. Wanaishi kama washafanikiwa tayari. Ila sisi au wewe unayesema mimi kwangu maisha magumu, sidhani kama nitafanikiwa, inawezekana usifanikiwe kweli, kwa sababu unaishi kwa ukalili. Nilikuwa napenda sana kila mtu
awe anafanikiwa. Nilikuwa napenda sana kila mtu awe na maisha mazuri kabisa, kwa sababu hakuna anayependa maisha magumu, ila ni sisi wenyewe jinsi tulivyoziweka akili zetu. Tunaamini kabisa tajiri ni tajiri na maskini ni maskini, na inafika hatua mtu utamsikia anasema kabisa kama kaka, ng'ombe wa maskini hazai bwana, ng'ombe wa maskini hazai. Ila ile kauli naamini tungetengua, na nina imani kabisa, au ninaamini wa ng'ombe wa maskini anazaa, tena anaweza kazaa hata watoto wengi. Cha msingi subscribe, share hii channel ya Tanzania Focus. Kama umelipenda hili somo, niandikia hapo chini kwenye komenti. Kama utakuwa na swali lolote lile, niulize kwenye komenti, nitakujibu. Nipo tayari kwa kukujibu kwa kila kitu. Kwa hiyo cha msingi, endelea kusambaza hii video, watu wengi waione, watu wengi waipate, iwabadilishie maisha yao. Wasiishi kwa kukalili. Hakuna maisha ya kukalili. Maisha yanahitaji akili sana, na maisha yanahitaji baraka. Maisha yanahitaji maneno iliyonyooka. Ukisema maisha yangu yananifungikia, basi akili yako inaamini kabisa kama ipo siku utafungikiwa, na kinachokuja kutokea ni kweli kabisa, utafungukiwa. Kwa hiyo maneno ya mtu yanaumba, tena yanaumba kabisa. Bye bye.